Wakazi wa eneo la Kangutu wameamkia kisa cha kushtusha. Hii ni baada ya mwanaume mwenye umri wakati kupatikana akiwa amechomwa na kuachwa tayari kufa na watu wasiojulikana. Mwanaume huu ikishukiwa alichomwa kwa kuhusika katika wizi wa pikipiki. Tulipofika katika eneo hilo tulipata mwanaume huyo akiwa amelazwa katikati mwa barabara akiwa ameteketea kiasi cha kutojulikana, ila akionekana kupumua. Stephen Mwiti ni mmoja wa kiongozi wa mtaa eneo hilo. Majina anaitwa Stephen Mwiti, mkazi wa area ya Soko Mjinga mpaka hapa Kangutu. Leo asubuhi sisi kama community area hii tumechangamka kukutana na mtu ambaye alikuwa amelala kuiba, wakachoma asubuhi, tukakuta mtu amechoma area hii. Na hiyo kitendo mimi kama mfanyikazi wa serikali na ikodem, kwa sababu hata ingawaje kama raia community mkija kupata ambaye kitendo kama hiki, msichukue sheria mikononi tafadhali. Ni vizuri mnaposhika mtu, kwa sababu kuna vitengo vya usalama. Hii kitu kwa sababu tunataka huyu mtu hata kesho tusaidie kwa usalama. Ni vizuri angebaki akiwa hai, sio watu kuchukua sheria mikononi. Kwa hivyo kuchukua sheria mikononi si mzuri. Tuwe na subira kama community, kwa sababu vitengo vya usalama vinaendelea kuwa na kulinda usalama wenu kila wakati. Kwa hivyo jambo hili si mzuri na msirudie tena tafadhali wale wamefanya hiki kitendo. Kwa sababu hatuwezi jua alikuwa anafanya wizi wapi. Tukimpeleka kule kama ni maiti hatuwezi jua alikuwa anaiba wapi. Kwa hivyo sisi kama serikali itakuwa na uwezo wa kujua mahali alikuwa anaiba ni wapi. Kwa hivyo ombi langu ni hili. Kama community tafadhali sitaki kurudia hapo zaidi, kama community msije mnachukua sheria mikononi. Kwa sababu ushahidi wa huyu mtu itapatikana. Wakazi wengine walioshuhudia tukio hilo wakikashifu kile wanasema ni ongezeko la wizi haswa wa bodaboda. Kwa majina naitwa James Muriungi, ni mkazi wa hapa Soko Mjinga, na naomba serikali ituangalie sana upande huu kwa ajili ya wizi ambao umekithiri mipaka. Na ni jambo la kusunisha sana unapoona uko na kitu chako kama hawa vijana waduthi, na ametafuta hiyo pesa kwa madeni, kwa nini, kwa kwenda magroup, alafu mtu mwingine anakuja anamchukulia. Na licha ya kuwa unachukuliwa, hata kuuawa wanauawa. Sasa mimi naomba msamaha kwa ajili wamechukua sheria mikononi, lakini ni hasira ile walio nayo. Serikali iingilie kati jambo kama hili ili wizi huu uweze kukomeshwa. Kwa ajili ukiona kijana ametafuta nduthi, hapo ndio mwisho wake. Ukiona mwingine amejenga kanyumba, hiyo ndio mwisho wake. Ukiona mtu amefanya chochote kile at maximum, hapo ndio yeye maisha yake yamefika. Sasa kurudisha mtu nyuma inaudhi sana, kwa ajili hata waizi nao wanakuja na wanavunja nyumba, wanachukua hata kila kitu, hata sufuria, chakula, nini wanakuacha katika hoehai. Sasa watu wanapoona hivyo wanakasirika na wanachukua sheria mikononi, ambalo sio jambo nzuri. Lakini kwa njia nyingine unaona hakuna njia nyingine ya kujituliza moyo, kwa ajili ule mtu naye anakugandamiza na anakufanyia ukatili wa kibinadamu, sio wa kibinadamu, anakugandamiza kabisa na anakuua. Mimi naitwa Kaime, ni mtu wa bodaboda. Nimekaa miaka mingi sana, karibu miaka 10 na. Sasa wizi wa bodaboda imekita misisi sana, kwa maana imetusumbua sana. Imeenda unakumbuka unasukuma na kuchukua loni, unachukua pikipiki ya kutafutia watoto wako wasomesha, kukula na kunywa na kulipa nyumba, ili hali kuna mtu naye hatukuna kazi nyingine ni kutegemea kuiba hiyo pikipiki. Kwa hivyo tunaomba serikali iangalie hii sekta sana, kwa maana hii watu ni watu ambaye pata chakula kukula na kunywa na hiyo pikipiki. Tafadhali tuchungwe na serikali sana, ituangalie sana. Na watu wa bodaboda tunaingia mapema sana 6 ili tusikabiliane na hii watu, kwa maana akikupata watakuumiza sana. 6 unakuta mtu wako nyumbani, kwa maana usiku hawezi tafutia watoto chakula, na ndio tunategemea kukula na kunywa, kusomesha watoto, hatuna kazi nyingine. Kwa hivyo tunaomba serikali tuangalie. Tunafika saa 12 nyumbani, kutoka saa 1 at least tusipate lina njanga. Na kuna kwa wizi unahusishwa na kundi fulani la watu wanaojulikana. Wakazi hao wanataka uchunguzi kufanywa na washukiwa hao kukamatwa. Inasemekana hapa kuna gang ambazo zinafanya, kwa ajili mtu hawezi kuja kwako akaiba bila kuwa kuna mtu anamwelekeza.
watu wa mbali na wa hapa wanashikana. Hizi nduthi wakiiba hawaweki hapa, wanasitransport. Kwa hivyo wako na network. Hiyo network iweze kuangaliwa na iweze kuchunguzwa. Hiyo ndio ombi langu tu. Naomba serikali ifanye uchunguzi, kwa maana inasemekana ni watu wa area na wajulikani. Sasa iwaangalie sana, wachikwa na wajue wanapeleka wapi na kwa nini, sababu saa nyingine wanachukua wanapiga mtu, wanaumiza, anaachwa akiwa kiwete. Kwa hivyo naomba serikali sana iangalie kwa kini sana. Na huku shamra za Krismasi zikianzia, wakazi wa Budapest wanataka idara ya usalama kuwa macho, kwani ndio visa hivi huongezeka. Sana hii holiday iko ya Disemba, tunaomba polisi wakae macho sana, serikali ikae macho sana, kwa maana hii Disemba ni wezi wanakuanga wengi sana. Ndio wanaangaje, wanatoka mbali, wanachikana na watu wa area, wanaanza kufanya nini? Wanachikana na watu, wananyang'anya watu pikipiki. Tunaomba tuchungwe sana. Serikali tunaomba ituchunge sana. Naomba tuangaliwe na security hapa iweze kuangaliwa. Kwanza Disemba sasa hata hakuna mama anaweza enda kanisa Christmas, ni kuuawa, wengine kuripiwa na wengine wakiacha manyumba zao zinavunjwa. Kwa sasa mwanaume huyo ako mikononi mwa polisi, huku uchunguzi ukianzishwa. Wakati hao watu ambao walikuwa wanaiba, askari hawalali, kila wakati wanafanya patrol. Hii ni wakati ambaye tu ni vile uwezi ukasema serikali itakuwa kila kona, kwa sababu usiku wanapita hapa na pale. Ni vile leo unaweza ponyokia hapa hata mwizi na wanaidana na askari tu. Kwa hivyo hatuwezi sema askari wafanyi patrol, kila wakati wako patrol. Ni vile tu mwizi hawezi kosekana. So ndio unasikia mara nyingine unaweza pitia hapa askari wapita na hii barabara, wezi na wapita na hii barabara nyingine. In fact hata time wanakuja kuiba wakati tunasikia kwamba walichoma kitu saa 10, ni ile mataimu ambayo watu wanaamkia kuenda kibarua. Kwa hivyo ni wakati mwingine ni kumaanisha watu walikuwa wanawindana na maaskari wakati ambao walikuwa wanaendelea na patrol zao na wako kwa shughuli zao. Kwa hivyo ndio unasikia tunaomba hii watu wananchi wasije wakakuwa wanachukua sheria mkononi, kwa sababu hii kazi ni ya serikali. Mkishika mtu station iko, piga ripoti, kuna area managers, kuna nyumba 10 na hii habari itafika pale station na atashughulikiwa kisheria. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chombi Kamacho.